Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ni siku chache zimeweza kupita tangu mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Simba Sports Club uweze kutamatika kwa sare ya kuto kufungana, mchezo ambao uliweza kupigwa pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Sasa katika mchezo huo tuliweza kushuhudia matukio tata ambayo yaliweza kutokea kwenye mchezo huo. Miongoni mwa matukio tata hayo ni namna ambavyo offside ya Prince Dube ilivyoweza kutafsiriwa kwenye dakika 61 ya mchezo, lakini pia goli la Suleiman Mwalimu ambalo liliweza kukataliwa na muamuzi nambari 1 na kuamuru ya kwamba lile sio goli la uhalali bali mchezaji alikuwa katika eneo la kuotea. Sasa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF wamekuja kupitisha lungu zito kwelikweli kwa waamuzi ambao waliweza kukengeuka kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby. Kwa kwanza na muamuzi msaidizi nambari 2 ambaye muamuzi huyu aliyekuwepo kwenye mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya Simba Sports Club, Amdani Saidi kutokea pale Mtwara, amefungiwa kwa muda wa miezi 3 baada ya kushindwa kutafsiri ipasavyo sheria za mpira wa miguu. Tukio hilo lililotokea katika dakika 61 ya mchezo, ambapo mwamuzi huyo aliashiria kuwa mshambuliaji wa Yanga Prince Dube alikuwa ameotea, yani offside, hivyo kusimamisha shambulizi ambalo Young Africa walikuwa wakilifanya kuelekea lango la Simba. Hata hivyo, baada ya wataalamu wa sheria za mpira wa miguu kufanya tathmini ya video ya tukio hilo, ilibainika kuwa mchezaji huyo hakuwa katika eneo la kuotea wakati mpira ulipopigwa kuelekea kwake. Kutokana na kosa hilo, mwamuzi huyo amepewa adhabu ya kufungiwa kwa mujibu wa kanuni ya 42(1) ya ligi kuu inayohusu udhibiti wa waamuzi. Kwa hiyo mwamuzi huyu ameweza kufungiwa miezi 3 baada ya kosa la offside ambayo alitafsiri vibaya kwa mchezaji Prince Dube. Lakini ukiachana na mwamuzi huyo, pia mwamuzi nambari 1 naye pia ameweza kupigwa rungu zito. Mwamuzi msaidizi namba 1 wa mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya Simba Sports Club, Kasimu Mpanga kutokea Dar es Salaam, ameweza kufungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika 70 ya mchezo alikataa bao halali la klabu ya Simba kwa kile alichoonyesha kwamba kulikuwa na kosa la kuotea kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanyika tathmini ya video ya tukio hilo imebainisha kwamba hakukuwa na kosa lolote kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42(1) ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Unaweza kaona hapo panga zito ama rungu zito kutoka TFF na bodi ya ligi wameweza kupita na waamuzi hao ambao waliweza kukengeuka kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.